Warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Yeye ni moja ya ngoma ambazo Harmonize ameweza kuzitoa mwaka huu huku ikionekana kama anamwambia msamaha Nicole Jobery aliyeshikwa na jeshi la polisi katika ile kesi iliyomhusisha kuwatapeli watu takribani zaidi ya milioni 100 na kuweza kufikishwa katika mahakama ya Kisutu kwa ajili ya kusomea mashtaka, lakini kwa bahati nzuri alishinda kesi hiyo na kuweza kutoka kwa dhamana. Sasa katika ngoma hii sasa Harmonize ameweza kuweka rekodi kubwa ambapo ameweza kuweka rekodi nyingine katika ngoma hii ambayo ilikuwa ni historia ya Nicole, lakini pia imeweza kufanya vizuri katika nchi mbalimbali. Sasa unaambiwa kwamba yeye is number 10 on YouTube chart DRC Congo. Maana yake ni kwamba kwenye nchi ya Congo nyimbo ya Harmonize yeye inashika namba 10, au sio? Ni ngoma ambayo kiukweli inafuatiliwa vizuri sana katika nchi ya Congo na imeweza kushika namba 10. Kwa hiyo katika nyimbo zinazo trendi zote za Congo top 10 nadhani yeye inafanya vizuri na imeweza kubahatika kushika namba 10. Hii ni moja ya sifa ya kutoka kwa Harmonize kwa sababu inaonekana ni ngoma ambayo kiukweli imeweza kumpa heshima kubwa katika karia yake ya muziki na imeweza kumwezesha kuweza Kwa hiyo ukifuatilia katika mitandao ya kijamii mfano Konde Gang wameweza kuposti kuhusiana na ngoma hii kufika huko Kongo na kufanya vizuri, na maoni ya mashabiki ilikuwa kama ifuatavyo. Mmoja anasema kwamba huu mstari wa kusema kuna utofauti kati ya raha na furaha, Konde peke yake ndo aliwaza hili noma sana. Mwingine akasema kwamba kaja hapa akasema Bombo Clat, mwingine akaja akasema Kongo wametisha sana, mwingine akasema on trending in town home style umejua kufumbua watu macho na masikio. Mwingine sema when Tanzania this song is the best with a great message inside. Maana yake ina message kubwa kama nilivyokuambia, ilikuwa inazungumzia maisha ya Nicole. Kwa hiyo lakini pia kiachana na hivyo ni kwamba ni ngoma ambayo ni ya kumtukuza Mungu na inaonekana ni ngoma ambayo inazungumzia maisha halisi ya yule aliyepotea, na hii ni message kwa Harmonize kwa wale ambao wamepitia changamoto kama alizopitia Nicole. Kwa kushika namba 10 ndani ya nchi ya Kongo ni kitu ambacho ni kikubwa, lakini pia inaeleza ukubwa gani alionao Harmonize, lakini pia imeweza kuwafikia hata nchi jirani na kuweza na pengine inaweza kapanda na kushika namba 1. Dondosha maoni yako, hakikisha una subscribe.